Taarifa kutoka kwa rais wa Marekani Donald Trump. Kumekuwa na mvutano kati ya Marekani pamoja na Iran. Sasa Donald Trump baada ya kufanya mahojiano na waandishi wa habari ameweza kutoa tahadhari ya kutosha, ama ameweza kutoa taarifa katika jambo ambalo anaenda kulifanya. Ameweza kutoa taarifa ambazo zinazohusu kuwa kwamba kitu ambacho anaenda kukifanya sasa hivi ni kitu kikubwa, na Iran anaenda kuizima kabisa, na wataenda kukumbwa na kitu ambacho hakijawahi kutokea hapa duniani. Kwa maana amejiandaa kimashambulizi na ameandaa kabisa kikosi kazi ambacho kinaenda kuzima kila kitu pale Irani. Anaenda kufanya mashambulizi ambayo ni ya hatari. Ameweza kuongea maneno haya hapa kipindi akiwa anafanya mahojiano, ama akiwa ameitisha press, akiwa anatoa taarifa kuhusiana na hili jambo, ama kuendelea na haya mambo ambayo yanaendelea kutokana na Irani kutengeneza mabomu ya nyuklia ambayo yalikuwa kinyume kabisa na makubaliano. Ikumbuka kwamba Marekani anaingia mikataba na mataifa tofauti ambayo yana teknolojia kama hiyo ya kutengeneza mabomu ya nyuklia. Sasa Donald Trump ameweza kuahidi kwamba wiki 4 ama wiki 2 tu zinatosha kwenda kuharibu kila kitu pale Irani, lakini kumbuka kwamba Irani nao ni wabishi. Mpaka sasa hivi kuna vifo 48 za viongozi kutokea pale Irani ambao ni wakubwa zaidi. Vifo hivi hapa ambavyo ni 48 vinadaiwa. Sasa anadai kwamba na wengine ambao wameweza kubaki, kuna mambo makubwa sana ambayo yanaenda kuwakuta. Una maoni gani kuhusiana na hili jambo ambalo ameweza kuliongea Donald Trump? Inaonekana kwamba anaendelea kushindilia ama anaendelea kukazia mshono, yani hataki kuwapa kabisa nafasi ya kuweza kupumua Iran. Dondosha komenti yako hapa kutokana na mtazamo wako kwa mambo ambayo yanaendelea sasa hivi. Je, unalaani vikali kama watu wengine ambavyo wanalaani, wanatamani kuendelea kuiona amani ikiwa imetawala? Ikumbuke kwamba mkuu ambaye alikuwa anaongoza pale Irani tayari kashafariki, lakini pia mke wake naye pia kashaondoka duniani. Sasa hivi kuna watu wengine ama kuna viongozi wengine ambao wameendelea kushikilia mpini na wanadaiwa kuwa kwamba wana imani kali zaidi na sheria zao ni kali zaidi. Hawezi kumpa Marekani nafasi yoyote kwa ajili ya kuweza kufanya chochote katika taifa lao la Irani, lakini pia viongozi wao hao nao tunasubiri mrejesho. Je, kuna kitu gani ambacho wameweza kujipanga kwa ajili ya kukabiliana na Donald Trump ama Marekani, kutokana na mambo ambayo anaendelea kuyaonyesha ama ubabe ambao Marekani anaendelea kuonyesha? Kuna mataifa kadhaa Marekani amekuwa hayagusi kabisa, lakini kuna mataifa kadhaa ambayo pia Marekani amekuwa akiendelea kuyafanyia mambo ya ajabu ama kuwapiga mikwala na pia kufanya chochote ambacho anachokitaka. Tumeweza kuona Venezuela, lakini naomba nikuache na video hii hapo, tukutane next taarifa ambayo inayokuja.